Tume ya Othman Chande imelipuliwa vibaya nchini Tanzania. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope, na ikiwa ni siku yako ya kwanza hapa, tafadhali kumbuka kusubscribe. Ghafla macho ya taifa zima yameelekezwa kwenye ripoti moja, ripoti ambayo inaweza kubadili simulizi ya uchaguzi uliopita au kuzamisha kabisa imani ya wananchi katika mifumo ya haki. Ni ripoti ya tume ya uchunguzi wa matukio ya uvunjifu wa amani yaliyojitokeza wakati na baada ya uchaguzi mkuu Oktoba tarehe 29 mwaka jana, na sasa presha inaongezeka. Katika kile kinachoonekana kama kipindi nyeti cha kisiasa na kijamii, mtandao wa asasi za kiraia nchini kupitia kikundi elekezi cha wadau wa utawala Tanzania TG-MCG umeibuka na wito mzito, wito wa kuharakishwa na kwa mchakato wa uchunguzi, wito wa uwazi na wito wa uwajibikaji. Kwa sasa tume hiyo inayoongozwa na Jaji Mkuu mstaafu Mohamed Othman Chande ipo kwenye hatua ya mwisho ya kazi yake, lakini badala ya kuwasilisha ripoti kama ilivyotarajiwa awali, imeongeza muda wa utekelezaji wa siku 21 zaidi. Uamuzi uliopata idhini kutoka mamlaka husika, lakini pia umeibua maswali mapya. Maswali yanayogusa moyo wa wananchi, maswali kuhusu haki na maswali kuhusu ukweli. Kwa mujibu wa maelezo ya tume, nyongeza hiyo ya muda inalenga kuhakikisha uchambuzi wa kina unafanyika. Ushahidi uliokusanywa kutoka maeneo mbalimbali nchini unachambuliwa kwa umakini mkubwa. Vielelezo vipya vinapitiwa na wataalamu uchunguzi wa kisayansi, na kila kipande cha taarifa kinapimwa kwa mizani ya haki na ukweli. Ni hatua inayolenga ripoti ama kutoa ripoti yenye uzito, ripoti itakayokuwa na ushahidi wa kutosha, ripoti itakayoweza kusimama mbele ya macho ya umma na kuhimili ukosoaji. Lakini huku tume ikiomba muda zaidi, upande mwingine wa meza unaanza kuonyesha wasiwasi. Asasi za kiraia zinasisitiza kuwa muda si rafiki wa haki, na kila siku ya kuchelewa inaongeza mzigo wa mashaka, inaongeza pengo kati ya wananchi na taasisi zao, inaongeza uwezekano wa kupotea kwa imani, na kwao swala si tu kukamilika kwa ripoti, ni jinsi inavyowasilishwa, ni muda wake, ni uwazi wake. Katika mazingira ya kisiasa yaliyojaa hisia kali, ripoti kama hii haipaswi kuwa ya kificho, inapaswa kuwa ya wazi, inapaswa kueleweka, inapaswa kuwafikia wananchi wote bila kizuizi. Kwa sababu kilichotokea wakati wa uchaguzi Oktoba mwaka 2025 si tukio la kawaida, ila ni tukio lililogusa maisha ya watu, lililogusa haki za msingi na vilevile lililogusa taswira ya taifa. Na katika maeneo mbalimbali kuliripotiwa matukio ya uvunjifu wa amani, migogoro ya kisiasa, malalamiko ya kiukwaji wa haki na madai ya matumizi ya nguvu kupita kiasi. Ndiyo maana kuundwa kwa tume hii kulionekana kama hatua ya matumaini, hatua ya kuelekea ukweli, na vilevile hatua ya kurejesha imani. Lakini matumaini hayo sasa yanapimwa na muda, na wachambuzi wa masuala ya utawala bora, ripoti hii si tu hati ya uchunguzi, ni nyenzo ya kujenga mustakabali wa taifa, ni msingi wa uwajibikaji na ni daraja la kuelekea maridhiano ya kitaifa. Iwapo itawasilishwa kwa wakati basi na kwa uwazi, inaweza kuwa mwanzo mpya, mwanzo wa kuimarisha taasisi, mwanzo wa kurejesha imani ya wananchi na mwanzo wa kujenga mfumo wa haki unaoaminika. Lakini iwapo itacheleweshwa au kuwasilishwa kwa njia isiyo wazi, basi athari zake zinaweza kuwa kubwa zaidi. Inaweza kuzua maswali mapya kuliko majibu, inaweza kuibua hisia za kutoridhika, inaweza kuathiri taswira ya demokrasia. Na kwa upande wa wadau wa kiraia, msimamo ni mmoja: ripoti hii lazima iwe na uzito wa kisheria na kiutendaji, isibaki kuwa mkarabasha ama mkabrasha wa maneno, isiwe tu kumbukumbu ya tukio lililopita. Na ikumbukwe vile inapaswa kuwa chombo cha mabadiliko, kwamba mapendekezo yake yanapaswa kutekelezeka, yanapaswa kuwa na meno, yaweze kuzuia kujirudia kwa matukio kama yale ya mwaka 2025 na katika chaguzi zijazo.
kwa sababu historia inaonyesha bila uwajibikaji makosa hujirudia na bila uwazi imani hupotea. Na katika muktadha mpana, suala hili linagusa msingi wa demokrasia. Demokrasia inayotegemea uchaguzi huru na wa haki, demokrasia inayohitaji taasisi imara, demokrasia inayohitaji wananchi kuwa na imani. Na imani hiyo haiji kwa maneno, inajengwa kwa vitendo. Vitendo vya haki, vitendo vya uwazi, vitendo vya uwajibikaji. Na kadri tarehe ya mwisho Aprili tarehe 24 mwaka 2026 inavyokaribia, macho yanaendelea kuelekezwa kwenye tume hii, na kila hatua yake inafuatiliwa na kila kauli yake inachambuliwa. Je, itatimiza matarajio? Je, itatoa majibu yanayosubiriwa? Na je, itakuwa mwanzo wa mabadiliko au chanzo cha mjadala mpya? Haya ni maswali ambayo majibu yake yako mikononi mwa ripoti hiyo, lakini jambo moja ni dhahiri kwamba taifa haliwezi kusonga mbele bila kukabiliana na ukweli wa yaliyopita, na ukweli huu lazima uwe wazi. Na katika hatua hii nyeti, mizani hiyo iko katikati, kati ya matumaini na mashaka, kati ya haki ya kucheleweshwa kwake na kati ya uwazi na sintofahamu. Na ndani ya mizani hiyo kuna mustakabali wa imani ya wananchi, kwa sababu mwisho wa siku si ripoti pekee inayosubiriwa, bali ni haki inayotakiwa kuonekana, haki inayotakiwa kusikika, na vile haki inayotakiwa kuaminiwa. Na bila haki hiyo hakuna demokrasia ya kweli. Mwisho, taifa linasubiri kimya, lakini kwa matarajio makubwa. Ni hayo tuliokuandalia kutoka hapa Kenyascope, channel yako pendwa na kukuletea taarifa hizi pamoja na zingine kwa kina bila kupindisha wala kuegemea upande wowote. Zidi kuwa nasi kila wakati kwa kusubscribe, kulike na kushare video zetu.